Jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku ya leo, siku ya baraka mno, siku ya ushindi mno. Baba, ninakutukuza, ninaliinua jina lako kwa ajili ya wakati mzuri tunapoenda kula neno lako, tunapoenda kuzilisha roho zetu. E Bwana, asante kwa ajili ya watoto wako ambao Bwana umewaleta waweze kusikia neno lako, nami ninanyenyekea, mfalme wa falme. Asante Bwana kwa kuwapa neema ya kufika madhabahuni pako kuweza kusikia neno lako. Ninakushukuru Mungu uliye hai. Asante kwa kuniamini tena kwa ajili ya watu wako wazuri, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, wewe uliye mwalimu mkuu, tufundishe pamoja katika jina la Yesu. Tunapoanza session ya neno mpaka tunapomaliza, e Bwana, uwepo wako, neema yako utuvushe viwango na viwango katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha tena siku ya leo tarehe 30 mwezi wa 7 2026. Tunamtukuza Mungu, ametuwezesha tena. Tumeanza siku ya leo mfungo wetu wa siku 14 unaoenda kwa jina mfungo wa kuliamsha jukumu ndani ya kusudi. Andika hivyo hivyo tu, somo andika kuliamsha jukumu ndani ya kusudi. Haleluya. Kuliamsha jukumu ndani ya kusudi. Kwa hiyo maana yake mlengo wa mfungo huu au maombi haya ya kufunga ya siku 14 ni kuliamsha jukumu ndani ya nini? Ya kusudi. Amen. Amina, watumishi wa Mungu. Kuliamsha jukumu ndani ya nini? Ndani ya kusudi. Kwa hiyo maombi yetu haya, ni mlengo wake mkubwa ni kuamsha, kuchochea, kuchochea ili hilo jukumu liweze kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nitafafanua kidogo kuhusiana na jukumu na kusudi ili uweze kupata mwanga fulani. Kwa nini jukumu na kusudi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, andika hivi: jukumu na kusudi yanafanana kwa karibu, lakini yana maana tofauti kidogo. Jukumu na kusudi yanafanana kwa karibu, lakini yana maana tofauti kidogo. Haleluya. Amen. Sasa jukumu ni nini? Tuanze na tupate ufafanuzi kuhusu jukumu. Jukumu ni nini sasa? Jukumu ni kazi au wajibu aliyopewa mtu kufanya. Nitarudia tena. Jukumu ni kazi au wajibu aliyopewa mtu kufanyaje? Kufanya. Haleluya. Tupo sawa sawa? Wakati kusudi, andika hivyo hivyo, wakati kusudi ni sababu au lengo la kwa nini kitu kipo au kinafanyika. Tupo sawa sawa? Wakati kusudi ni sababu au lengo la kwa nini mtu yupo au kitu kipo
au kinafanyika. Tupo sawa sawa? Tupo sawa sawa watumishi? Nirudie tena au niendelee? Nitarudia kuanzia kwenye jukumu mpaka kwenye kusudi ili upate uelewa. Naamini unajua kuna mtu ukirudia mara mbili mara tatu ni kama kuna vitu vinafunguka hivi kwenye ufahamu. Anaanza kuelewa maana ya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shida sio kuandika tu. Naomba inaposoma uelewe. Shida sio kuandika tu. Yaani unapoandika pia ufanyeje? Kwa hiyo kuelewa ni muhimu zaidi. Hata kama pia kuandika napo ni muhimu, lakini kuelewa itakusaidia. Ndio maana kuna watu wengi ni wazuri kuandika, lakini sio watu ambao wanazingatiaga kwenye uelewa. Unaweza ukaandika hivi vitu hapa, alafu ukatoka kama ukuelewa ukawa vile vile. Sasa jukumu kubwa zaidi hapa ni kuhakikisha wewe unafanyeje? Unaelewa. Haleluya. Kwa hiyo nimesema jukumu ni kazi au wajibu. Jukumu ni kazi au nini? Au wajibu aliopewa mtu kufanya. Wakati kusudi wakati kusudi ni nini? Ni sababu au lengo la kwa nini mtu yupo duniani au mahali fulani, au kitu kipo au kwa nini kinafanyika sehemu. Tupo sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo sasa, kusudi linapaswa litangulie, ndipo lije nini? Jukumu. Si ni sawa Maana yake mtu anapokuwa mfano tukisoma maandiko kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 6. Hebu tusome ile andiko tujifunze kitu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 6. Na mimi nifungue ili tuweze kwenda pamoja. Yohana sura ya kwanza mstari wa 6. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana yake anaposema ametumwa, tunaanza kuliona hapa ni kusudi. Sasa akisha kuja kwenye lile kusudi, ndio kunaanza kuwa na nini? Na jukumu. Okay, nikutolee mfano tu mzuri. Ni sawa na wewe unatoka hapa Dar es Salaam unaenda Mbeya. Sijajua kama itatokea umetoka hapo umegaramika ufike Mbeya uanze kuzurula tu, alafu baadaye urudi. Itakaa sawa sawa? Manake mtu anapoanza kuwaza kutoka eneo fulani kwenda eneo fulani, maana yake akishafika pale kuna jukumu la kusudio la kwenda mahali, la kuwa mahali. Tumeelewana sasa? Maana yake hata wewe ukitoka hapa kwenda Kariakoo, ukifika pale kuna nini? Kuna jukumu. Kwa hiyo kutoka hapa kwenda ndo kuna kitu tunaanza kukiona, kusudi la kwenda wapi. Kwa hiyo nikishafika pale kuna jukumu sasa. Tupo sawa sawa? Kwa hiyo muda wote ambao nakuwa kwenye gari, naenda na safiri, yote naenda nipo kwenye kusudi. Nikishafika pale ndo kuna jukumu lililonipeleka. Kuna mtu ameanza kupata picha. Sasa ndio maana tunapofafanua kuhusu kusudi na jukumu, inapaswa litangulie nini? Kusudi. Na ndio maana nikasema hapa kuliamsha jukumu ndani ya nini?
ya kusudi. Haiwezekani utoke hapa uende sehemu alafu ukae kuanzia asubuhi mpaka jioni haufanyi chochote. Inabidi watu wakuulize ulikuja kufanyaje, yaani wakuamshe. Haleluya! Kuna mtu anaelewa sasa? Watu wafanyeje? Wakuamshe, wakuulize, hivi umekuja kufanyaje hapa? Lakini mimi naamini mfano ukatoka hapo ukaenda hata ukaenda kwenye nyumba ya mtu tu ukakaa hapo mlangoni kwake kuanzia dakika 10 na yupo 5, ataanza kukuuliza karibu, nikusaidie nini? Yaani umekuja kufanyaje? Kote ulikotokea nini kilichokuleta? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaanza kujifunza hapa kwamba kinachotangulia ni nini? Ni kusudi la kumpeleka mtu mahali. Kwa nini upo duniani? Kwa nini umekuja? Kwa nini umeletwa duniani? Maana yake ukishaletwa duniani, kwenye lile kusudi la kuleta kwako ndo kunazaliwa nini? Jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio unakuja kuona hapa habari za Yohana Mbatizaji. Yeye anasema ni sauti ya mtu. Hilo ndo nini? Jukumu lake. Tunaelewa sasa? Haleluya. Kusudi si ametumwa kutoka mbinguni. Tayari anajua kwamba huyu anaenda sehemu fulani, atakuwa anakaa nyikani, na akisha kuwa pale nyikani, jukumu lake sasa ni kufanyeje? Itengenezeni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kwenye namna hata ya kuandaa hiyo itengenezeni njia ya Bwana, yamkini kunaweza kukawa na vipaza sauti. Kunaweza kukawa na matangazo, kesho huyu mtu wa Mungu atakuwepo sehemu kwa ajili ya itengenezeni njia ya nani? Haleluya. Sasa kwenye lile jukumu kuna maandalizi, na kwenye yale maandalizi yamkini kuna watu wanahusika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposema kuliamsha jukumu, maana yake sio wewe tu. Kuna mahali hata Biblia inasema tupate kumkumbusha Bwana. Anasema enyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Si kana kwamba Mungu hajui, Mungu anajua, lakini tunaendelea kumkumbusha kwa habari ya hilo jukumu ambalo liko mbele yetu. Kuna watu ambao wanapaswa wahusike kwenye hilo jukumu. Tunaamsha roho zao ili waweze kuwajibika pamoja na hilo jukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wana wa Mungu, tunaelewa sasa hizi siri sasa. Sawa, ngoja nifafanue kidogo kuhusiana, tupate ufafanuzi wa kina kidogo kuhusiana na jukumu na kusudi. Tofauti za msingi kwenye haya mambo mawili. Tofauti za msingi kwenye jukumu na nini? Na kusudi. Jukumu ni wajibu, kazi au mzigo wa kufanya jambo fulani. Umeona Jukumu ni nini? Ni wajibu, yaani unaomuhusu nani? Unaomuhusu mtu, wajibu fulani wa kufanya jambo fulani. Kwa maana hiyo Mungu huwa ana tabia ya kuwaleta watu kwenye kusudi ili waje wajibike kwenye eneo fulani. Tupo sawa sawa? Kwa maana hiyo ni sana, mtu anaweza kumsafirisha mtu, kumtoa sehemu fulani, akamlipia nauli, anampeleka mpaka mahali fulani. Akifika pale anataka afanye yale kilichomfanya mpaka amgharamikie kwenda pale. Ndio maana Yesu anasema nimekuja ili niyafanye nini? Mapenzi ya Baba yangu. Kwa hiyo kusudi la Yesu kuja duniani ili awe na wajibu wa kufanya nini? Mapenzi ya nani? Ya Baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jukumu ni wajibu, kazi au mzigo wa kufanya jambo fulani. Ndio maana unakuja kuona kuna mahali fulani ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 pale, tutaenda kwenye mstari fulani pale unazungumzia wakati wale wanafunzi wameenda mjini kununua chakula, wakamletea Yesu. Yesu akawaambia
wakamwambia tumeleta chakula ili ule. Yesu anawaambia, anazungumzia kwa habari ya chakula ambacho ni nini? Ni kuyafanya nini? Yaani mpaka inafika mahala Yesu ana mzigo kwa habari ya hilo jukumu ambalo amekuja kulifanya. Praise the Lord. Ni mstari wa ngapi hapo utakapo kama utakuwa umepata hapo, ili tuende moja kwa moja. Thelathini na nne anasema, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki. Sio, unaelewa hiki kitu? Chakula changu ndicho ndicho hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Umeona? Tumeona hapa sasa kwenye jukumu, maana yake ni wajibu, yaani unawajibika mwenyewe bila kusukumwa. Tupo sawa sawa? Yaani yule aliyekuleta hakusukumi tena, wewe mwenyewe unafanyeje? Unawajibika kwenye hilo jukumu. Tunajifunza kitu hapa kwamba jukumu ni wajibu, kazi. Sasa tunaona hapa Yesu anasema niatende nini? Mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Maana yake ni kazi. Jukumu ni nini? Ni kazi. Na tunaona namna mzigo alionao Yesu kwa habari ya hilo jukumu. Yaani mpaka hata kula anaona ni kazi, napoteza muda. Wangapi tumefikia kwenye hilo eneo? Au muda ukifika wa kula, yani mimi hebu ngoja nile kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana wana wa Mungu? Kwa hiyo tunaona wajibu, jukumu ni wajibu. Yaani naamua kuwajibika, naamua kukaa kwenye hiyo nafasi. Praise the Lord. Bila kusukumwa, bila kupigiwa simu. Yaani mimi mwenyewe najua wajibu wangu kwamba napaswa kuwajibika kwenye hiki kitu, ni kazi yangu. Kwa maana hiyo yule aliyenileta yeye amemaliza kazi yake, anasubiri na mimi niimalize nini? Kazi yangu. Yesu hapa ndicho anachosema, niimalize kazi. Praise the Lord. Niimalize nini? Niimalize kazi. Sasa ili aimalize kazi, tunaona namna ambavyo anawajibika. Haleluya. Kwa hiyo tumeona jukumu ni wajibu, kazi au mzigo wa kufanya jambo fulani. Mzigo wa kufanya jambo fulani, msisitizo wa ndani kwamba natamani hiki kitu, nimeamua kuchukua hatua ili ni jambo fulani liweze kwenda lifanikiwe. Sio tu kwamba unamwachia Mungu peke yake, na wewe kuna sehemu yako hapa. Tunaona upande wa Yesu. Haleluya. Ni kweli Mungu ndo anayetutia nguvu, neema yake ndio inayetuwezesha, lakini lazima tufike mahala na sisi tuwajibike kwenye nafasi zetu, yaani ule mwamko sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule uwajibikaji kwenye hilo jukumu ambalo tayari linakuwa lipo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Mhubiri, tuende kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wa 13. Mhubiri sura 12 mstari wa 13. Yes. Tasoma hapa. Naona msomaji bado anatafakari kusoma. Ngoja nitasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa jumla ndiyo impasayo. Sasa tunaona hapa Mungu tayari ameshatoa uelekeo. Maana yake mimi sasa napaswa kuwajibika
haya maelekezo aliyoyatoa. Na maelekezo yenyewe ni nini? Hii ndio jumla ya nini? Ya maneno yote ya maneno yote yamekwisha fanyeje? Yamekwisha sikiwa. Mche nani? Kwa hiyo wajibu wangu hapa, baada ya kuyasikia hayo maneno, wajibu wangu hapa ni kufanyeje? Ni kumcha Mungu, alafu na kuzishika nini? Haleluya! Kwa maana hiyo yote nitakapoyafanya hapa, nitakuwa tayari nimefanyeje? Nimewajibika kwenye eneo langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili eneo ni wewe mwenyewe unafanyaje? Unawajibika, ni jukumu lako kama mwana wa Mungu. Haleluya, amen, wana wa Mungu. Tutaenda kitabu cha Mika 6:8. Kitabu cha Mika sura 6 mstari wa 8. Mtasoma, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Umeona hii pointi ya kwanza kabisa, anasema mwanadamu, yeye amefanyeje? Kwa hiyo kama ameshanionyesha, ni jukumu langu sasa kuyaishi aliyofanyeje, aliyonionyesha. Ni sawa na mtu anakuambia bwana, chakula hiki hapa. Sasa ni jukumu lako kufanyeje? Kuchukua hatua, kuanza kula. Yeye amemaliza kwenye hilo eneo, hadaiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani kama ni mzazi, amewatengenezea mfumo watoto wake wasiteseke. Sasa kuteseka au kutokuteseka itategemea namna watoto watakavyochukua hatua, lakini yeye anasema mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo nini? Yaani tayari Mungu ametuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Haleluya. Kwa hiyo Mungu aliyekuleta duniani amekuleta kwa kusudi. Sasa anataka uwajibike katika nini? Katika kutenda nini? Mema. Haleluya, haleluya. Anataka uwajibike katika kutenda nini? Mema, kutenda mema. Anasema anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema. Yaani rehema ni kupenda rehema, unaelewa maana yake? Kupenda rehema ni msamaha, yaani kila siku wewe ni mtu unayeweza kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaposema Mungu ninaomba toba na rehema, wewe unamaanisha nini? Si ndio anasema kupenda rehema? Maana yake ukisema naomba toba na rehema, wewe unamaanisha nini? Maana yake unaomba msamaha. Kama alivyo yeye anasamehe kila wakati ukienda, ndivyo anataka na wewe. Yaani ni msingi umesetiwa, tujenge juu ya huo msingi. Sasa ni hatari, yeye anataka kila wakati wewe upende rehema, ila wewe ndio unapenda nini? Vinyongo. Maana yake unaenda tofauti na kusudi la kuletwa kwako wapi? Kwa sababu kuna wajibu hapa anataka ufanye. Yeye tayari amekuelekeza kwamba nataka ufanye hiki, nataka. Ni sawa na mtu tu, mzazi anamuelekeza mwanae asubuhi kwamba na safiri na kuachia nini? Majukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba utaenda mahala fulani utafanya hivi, eneo fulani utafanya hivi, ufanye na hapo kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Matarajio yake anaporudi anatarajia akute umefanyeje? Umetii na umefanya alichokuelekeza. Sasa itakuwa ni hatari akikuta haujafanya aliyokuelekeza, hapo ndo inakuja shughuli nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hujaiona mtu anaelekezwa kitu kingine alafu anasema niliona vyema nifanye tu jambo fulani.
maelekezo yalikuwaje? Majukumu niliyokupa yalikuwaje? Hapo ndo jambo la muhimu sana kuhusiana na nini? Na jukumu. Amen. Amina, wana wa Mungu. Tuangalie tena andiko lingine, Wagalatia sura ya 5 mstari wa Wagalatia sura ya 6 mstari wa 5. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 5. Oh Jesus. Anasema hivi, maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Maana kila mtu atalichukua nini? Furushi lake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa anasema for every man shall nini? Bear his own burden. Yaani mzigo wake. Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wake. Ndio maana watu wasiowajibika kwenye maeneo yao ndio wanaoturudisha nyuma. Si kama unanielewa? Yaani mtu asiyewajibika kwenye eneo lake ndio anafanya mahali pawe na nini? Na gap. Mtu asiyewajibika kwenye eneo lake ni mtu ambaye anaweza akarudisha kampuni nyuma, anaweza akarudisha huduma nyuma, anaweza akarudisha, yaani kwa sababu hawajibiki kwenye nini? Hasa ndio maana anasema kila mtu atalichukua nini? Maana yake kwenye mfano, kwenye familia au kwenye huduma, kila mtu anafurushi. Kila mtu amepewa kazi yake, kila mtu amepewa jukumu lake. Praise the Lord. Maana yake kila mtu akisimama kwa nafasi yake, akakaa, akabeba furushi lake, akabeba kazi yake, akachukua uwajibikaji fulani, tutaona mahala fulani kazi inaanza kwenda. Tutaona mahala fulani kumeanza kutokea ustawi. Kwa sababu kila mtu amebeba nini, watumishi wa Mungu? Kila mtu amelichukua nini? Furushi lake mwenyewe. Wajibu wake. Muulize jirani yako, wewe una wajibu gani? Wajibu wako ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutasoma hiyo Wagalatia 6 mstari wa 4. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Kila mtu na afanyeje? Aipime kazi yake mwenyewe. Yaani maana yake kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo kila mtu akisimama kwa nafasi yake, awajibike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana sasa, watumishi wa Mungu? Sawa. Sasa tuangalie pia ufafanuzi kuhusiana na kusudi. Kusudi ni lengo, maana au shabaha ya jambo au maisha. Amen. Kusudi ni lengo. Tupo sawa sawa? Ni lengo, maana au shabaha ya jambo au maisha. Kusudi la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yaani hauwezi ukawa sehemu fulani kwa bahati mbaya. Lazima kuna kusudi fulani, kuna maana ya kuwa sehemu fulani. Na ile maana sasa ndio izae nini? Izae jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ameanza kudaka kitu cha kumjenga. Tutasoma Warumi 8:28. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Warumi 8:28.
Anasema hivi, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Warumi 8:28. Umeshapata hapo? Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mimi najifunza kitu hapa. Kumbe hao walioitwa kwa kusudi lake wakikaa kwenye kusudi, ndipo kunazaliwa jukumu, na lile jukumu linawapeleka kwenye mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaelewana wana wa Mungu? Sasa pointi yetu kubwa hapa ni kusudi. Kumbuka ni kusudi la nani? Ni kusudi lake. Yaani ukiwepo sehemu, hakikisha upo kwa ajili ya kusudi la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukakaa sehemu kwa kusudi lako. Usije ukajipeleka mahali kwa kusudi. Wakati Yona alipojipeleka wapi? Tarishishi, alianza kulipa nauli mwenyewe, maana amehama kwenye location ambayo Mungu alitaka aende. Kumbuka wakati anaenda, alipokubali tu, Mungu akaandaa usafiri. Bwana Yesu asaidie sana. Aliposema tu nipo tayari kwenda Ninawi, Mungu anaandaa nini? Usafiri. Raundi hiyo Yona anatengenezwa mpaka kivuli cha mtango, maisha mazuri kabisa, kwa sababu amekubali sasa kwenda kwenye kusudi la Bwana, kwenda kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka Mungu alipomwambia aende Ninawi, alitaka akifika kule wajibu wake ni kufanyaje? Ni kuwaambia tubuni, 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 tubuni. Haleluya, haleluya. Kwa hujasoma maandiko, Biblia inasema nani anaweza kujipeleka wapi? Anaweza kwenda vitani kwa gharama zake. Maana yake Mungu anapompeleka mtu sehemu fulani kwa kusudi, yeye mwenyewe huwa anawajibika kwa ajili ya ule wajibu ambao wewe unaenda kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo Mungu ana tabia ya kuwatunza watoto wake kwenye maeneo ambayo yeye mwenyewe amewaambia wafanye, wawepo. Praise the Lord. Lakini jambo kubwa sana, ni muhimu kuomba. Usije ukasema mara amesema mwenyewe siombi. Atafanya tu. Bwana Yesu atusaidie. Kanuni imeshawekwa, ni kufanyaje? Kuomba. Nasema ombeni bila kukoma. Haleluya, haleluya. Sawa, tutaangalia tena andiko lingine. Tunazungumzia habari ya kusudi hapa. Tutaangalia pia Mhubiri 3:1. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema nimefungua hiyo. Mhubiri 3:1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na wakati kwa kila nini? Kwa kila kusudi chini ya nini? Na wakati kwa kila kusudi. Lazima niwepo kusudi la kuwa sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tupo sawa sawa? Ndio maana kuja unaweza ukasikia mtu anakuambia miaka fulani niliwahi kuwa labda nchi fulani. Maana yake kuna kusudi lililompeleka kule, na kusudi lilipoisha labda huko akarudi kwenye nchi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapa anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi. Na wakati kwa kila kusudi. Haleluya.
Haleluya. Mungu atusaidie kuelewa, watumishi wa Mungu. Nasema Mungu atusaidie kuelewa. Tutasoma Mithali 19 mstari wa 21. Mithali 19 mstari wa 21. Anasema hivi, Mithali 19:21 anasema hivi, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Amen. Shauri la nani? La Bwana ndilo litakalo fanyaje? Shauri la Bwana tufanye ndio kusudi. Kusudi la Bwana ndilo litakalo fanyaje? Anaposema mna hila nyingi, maana yake kunaweza kukawa kuna mipango mingi, kunaweza kukawa kuna mawazo mengi. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwenye hii Biblia ya NIV anasema there are many devices in a man's heart. Unaelewa maana ya devices? Yaani ni kama mawazo mengi, mashauri mengi. Yaani kuna mambo mengi yanayopita, mambo mengi anayawaza, lakini bado kusudi la Bwana ndilo litakalosimama. Haleluya. Unajua mtu anaweza akamwona mtu anafanya kitu sehemu na yeye akatamani kufanya, lakini sio kusudi la Bwana wewe ufanye. Yaani hatuwezi kufanana wote. Maana yake na wewe kuna kusudi la Mungu ndani yako. Tuko sawa sawa? Sasa hilo ndilo litakalofanyaje? Katika mawazo yote unayowaza, kuna kusudi la Mungu ndani ya maisha yako. Ndio maana ni muhimu sana kuomba kusudi la Mungu kwenye maisha yako ndio lisimame, kuliko mawazo ambayo wewe kuna mawazo ni kweli mtu anaweza kaa anawaza natamani kuwa na hiki, natamani kuwa na hiki, lakini kusudi la Mungu kwanza, hilo ndio la muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbe mwanadamu au mtu ana tabia ya kuwa na mawazo mengi. Yaani kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi tulipo hapa, umewaza vitu vingapi? Bwana Yesu asifiwe. Au ni mimi tu? Sina wewe pia unawaza mambo mengi. Yaani natamani kunge kitu fulani kingetokea hivi, ningefanya hiki kitu, ningefanya hiki kitu, lakini bado anasema kuna kusudi la Mungu linapaswa kusimama. Hilo ndilo la maana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndilo la muhimu sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo tumeona kusudi ni lengo, maana au shabaha ya jambo au maisha. Kusudi ni nini? Ni lengo. Kwa hiyo ninapoishi hapa duniani lazima nikae kwenye nini? Kwenye lengo, kwenye kusudi. Kusudi si ndo lengo? Nikae kwenye nini? Kwenye lengo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima niwe mtu wa rohoni ili kujua hilo lengo lenyewe. Sasa sababu ni hatari kama mtu yuko nje na mahusiano na Kristo, atajuaje kwamba Kristo anawaza nini kwa ajili yake? Bwana Yesu asifiwe. Kwani hujaisoma maandiko kwenye kitabu cha ni Yeremia 29:11 anasema mawazo anayotuwazia. Sasa lazima tukikaa ndani yake tutayajua kabisa. Utajua kwamba wazo analokuwazia Mungu ni wazo fulani kutokana na nini? Na lengo la kuwepo kwako, kutokana na kusudi la kuwepo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo Mungu hawezi kuwaza nje na kusudi la wewe kuwepo hapa duniani. Haleluya. Praise the Lord. Kwa hiyo lile lengo au kusudi la wewe kuwepo duniani litamfanya Mungu atengeneze mfumo ambao siku zote awe anakukutanisha na kusudi au watu waliolengwa kwenye kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yaani kwa maana hiyo atakuongoza kwenye njia sahihi kulingana na nini? Na kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wana wa Mungu? Kuna mtu anadaka kitu cha kumsaidia. Oh Jesus. Kwa hiyo jukumu linahusu utekelezaji na shughuli. Amen. Kwa hiyo jukumu linahusu nini? Utekelezaji. Sasa baada ya mtu kuwa sehemu kutokana na kusudi, ni sawa, ndipo kunakuwa na jukumu. Naenda kidogo kidogo ili mtu apate kitu. Kwa hiyo ukishakuwa sehemu, lazima uhakikishe upo kwa ajili ya lengo fulani. Lile lengo lizae nini? Yaani lifunue kile ulichoenda kufanya, lizae jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, mtu anaweza akatoka hapa mpaka Morogoro labda. Kwa nje tunakuona wewe tu mtumishi wa Bwana, lakini kumbe ndani yako kuna jukumu ambalo unaenda kulifanya wapi? Kwa hiyo ukishafika pale Morogoro, tutaanza kuona okay, kumbe kilichomleta, kilichompeleka kinaanza kufunuliwa kutokea ndani ya moyoni sasa. Haleluya. Amen. Na watu watakao kuwa wamekupokea huko Morogoro watajua okay, hata kama ulikuwa hujawaambia, utakapoanza tu kuchukua hatua, okay, kumbe hichi ndicho kilichofanyeje, hili ndilo lengo la yeye kuja wapi. Tunaelewana sasa? Lakini fikiria umekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, yaani watu hawajuagi chochote. Wataanza kujiuliza, kwani alikuja kufanyaje? Haleluya. Kwani alikuja? Watatarajia kusikia ukiwaambia nikuja kuwasalimia tu, watasema okay, sawa. Miezi mitatu minne ni salamu, umekuja kutusalimia, hauna majukumu. Si kama utaona hapo Si kama unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukule ulikotoka hauna majukumu. Maana yake wanaamini kwamba mtu akishakuja duniani kuna kusudi, na kwenye ile kusudi huwa kuna majukumu yanaendelea kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu anadaka kitu cha kumjenga sasa. Kwa hiyo tumesema kusudi lifunue nini? Jukumu. Haiwezekani Mungu aseme huyu mtu nimemleta duniani kwa kusudi fulani alafu hilo jukumu lisifunuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndo itafika samahani tuanze kuomba maombi ya kuamsha, kuliamsha jukumu sasa. Haleluya. Hivi hujaiona mtu anaanza kuulizwa hivi unaweza ukafanya nini? Yaani wanajaribu walau wamtafutie cha kufanya, si hajajielewa, si ajui kusudi lake la kuwa sehemu. Una uzoefu gani? Hujai kusikiaga hiyo kitu? Una uzoefu wote? Kwa sababu wanaamini mtu ambaye ameenda sehemu kwa kusudi fulani, yeye mwenyewe ataanza kuwajibika, kwa sababu kwenye lile kusudi kumebeba wajibu fulani. Praise the Lord. Kuna mtu ananielewa sasa? Kuna mtu anadaka kitu? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ndio maana watu wengi, mfano mtu anaweza akatoka hapa akaenda mkoani, watakuvumilia siku ngapi? Yaani siku ya kwanza sherekea, baadaye wataanza kutarajia nini? Yamkini amekuja huku kujenga. Yaani ni sitofahamu sasa, ila ukishafunua lile jukumu ndo okay, kumbe kilichomleta huku nyumbani ni kitu fulani. Kwa hiyo utakuwa umeondoa nini? Maswali ndani yao. Lakini fikiria umeenda umekaa mwaka mzima,
na hujaielezeaga chochote. Kila akikuuliza, nimekuja tu nimewakumbuka. Mwaka itabidi waanze kuwatafuta watu huku ulikotokea. Sasa waanze kuuliza, jamani, huko huyu mtu alitoka salama au kulikuwa kuna shida? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa sasa? Pray the Lord, pray the Lord. Kwa hiyo tumeona jukumu linahusu nini? Utekelezaji na shughuli unayopaswa kufanyaje? Kuimaliza. Amen. Jukumu linahusu utekelezaji na shughuli unayopaswa kuimaliza. Na maanisha yamkini kuna mahali umeenda. Kwa mfano tunapozungumzia habari ya jukumu la Singida kwenye hilo kongamano la siku 3, maana kuna kazi tunapaswa kwenda kuimaliza. Haleluya. Maana kwa hizo siku 3 kuna jambo fulani ambalo lifanyike. Kwa hiyo kusudi la kwenda kule, jukumu letu ni kwa ajili ya nini? Kongamano. Bwana Yesu asifiwe. Kote ambako tuna jamani ni kwa ajili ya kukamilisha au kufanikisha hilo jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Pray the Lord. Mungu atusaidie kuelewa. Sawa. Yes, tunapozungumzia kuliamsha jukumu ndani ya kusudi ni kuchukua hatua. Amen. Tarudia. Tunapozungumzia kuliamsha jukumu ndani ya kusudi ni kuchukua hatua. Umeshaandika, nikutajie tena cha kuendelea hapo? Ni kuchukua hatua, kuwa na mwamko wa wajibu na kutimiza wito wako maishani. Tarudia tena. Tunapozungumzia kuliamsha jukumu ndani ya kusudi ni kuchukua hatua, kuwa na mwamko wa wajibu, yani kuwajibika, na kutimiza nini? Wito wangu maishani. Haleluya. Tupo sawa sawa? Kwa hiyo mtu anaweza akawa na kusudi, anaweza akawa yuko sehemu kwa kusudi na tayari anajua wajibu wa kufanya, lakini asipofika mahala pa kuamka hawezi kutimiza hilo jukumu. Tupo sawa sawa? Hawezi kutimiza nini? Hilo jukumu. Ndio maana kuna mtu unaweza ukaonana naye anakuambia, mimi najua Mungu alishaniambia cha kufanya, lakini anafanya, lakini yupo kwenye wajibu, unakuta anafanya kitu kingine. Mungu atusaidie sana. Sasa huyu mtu maana yake ni mpaka arudi aliamshe jukumu ndani yake, aanze kuwajibika, aanze kuwa na mwamko na kutimiza wito wake. Na tunapozungumzia mwamko, mambo ya kimungu huwa yanaendaga na mwamko wa Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia mwamko, tunapozungumzia mambo ya kimungu, ni mambo ambayo yanaendeshwa katika namna ya mwamko wa Roho Mtakatifu plus mipango. Bwana Yesu asifiwe. Jumlisha nini? Jumlisha mipango. Unaweza ukawa na mipango mizuri, kama Roho Mtakatifu asipohusika, utaona kusito, utaona hali fulani kama kusita, utaanza kuona hofu, kwa sababu Roho Mtakatifu hajahusika. Haujamhusisha Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Ndio maana unakuja kujifunza kitu kwamba
Wanafunzi wa Yesu baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu ndipo walianza kuwajibika. Yaani kwa maana hiyo Roho Mungu aliwaamsha kile walichopaswa kufanya. Ule wajibu waliopaswa kufanya ulimhitaji Roho Mtakatifu aachilie nguvu, aachilie ujasiri. Kina Petro, wale ambao walikuwa mwanzo wana uoga fulani, wanakimbia, baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu anasema, je, tuwasikilize ninyi au tuendelee kunena neno la Bwana? Manake kuna badiliko limefanyika ndani yao, kuna mwamko fulani, kuna uamsho umefanyika ndani yao kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 ule mstari wa 8 anasema, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi baada ya hapo tayari tumeamshwa, tayari kuna mwamko wa kuwajibika kwenye hilo jukumu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nimesema kwenye mambo ya kimungu hauwezi kulifanya jambo la kimungu usipomhusisha Roho Mtakatifu. Hata kama yani utaanza kulifanya, kuna mahali utalemewa, kuna mahali utaona pameanza kuwa na uzito. Kumbuka, kwenye kutimiza jambo la kiufalme kuna mashindano rohoni. Kuna ufalme pia wa giza, nao kuna mbinu zao. Sasa ili uweze kushinda, ili uweze kuwa mshindi, lazima awepo Roho Mtakatifu, lazima mruhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aachilie nguvu ndani yako kwa ajili ya kuzishinda nguvu zingine za giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, tunapaswa kwenda sehemu fulani kulifanya jukumu la kiufalme, alafu kwenye huo mji labda kuna nini? Kuna miungu, alafu wewe unaenda kidini, hautaweza kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na wale wana wa Skewa, wanataka kutiri na zile roho, alafu ndani yao hawana nguvu za Mungu, ndani yao hawana mahusiano na huyu Mungu. Nini kilichowatokea? Wengine wametoka wamerauliwa nguo. Wao walifikiri kwamba vitu ni vya kukurupukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tutakemea tu. Kumbe inahitaji mahusiano, inahitaji uhusiano wa mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata tunapozungumzia kuliamsha jukumu ndani ya kusudi, maana yake tunamhusisha Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anapaswa kuhusika kwenye huo uamsho. Haleluya. Kumbuka, Roho Mtakatifu ni moto. Hakuna mahali moto ukiwashwa watu wanaendelea kulala wamejifunika mablanketi hivi. Kila mtu atashtuka, kumekuwa na joto bwana, anatupa blanketi huko. Haleluya. Sasa mtu asipokuwa na ule moto wa Roho Mtakatifu, kuna baridi fulani inamuingia. Anatamani angetimiza jambo fulani, lakini kuna baridi fulani ndani yake. Ni lazima sasa huyu mtu amruhusu Roho Mtakatifu ili aweze, huyu Roho Mtakatifu kwa sababu ni moto, amshe roho yake iamke. Bwana Yesu asifiwe. Na utaanza kuona kuna hali fulani ya oga, hofu inatoweka, na unaanza kuinuka na kuanza kufanya, unaanza kutimiza hilo jukumu ambalo Mungu amekupa ulitimize katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sawa, tutaenda hatua fulani hivi za ngoja tuziangalie ili zitusaidie kwenye kujua namna ya kuliamsha nini jukumu ndani ya nini ya kusudi. Haleluya. Sawa, andika tu misingi ya kuamsha nini jukumu. Misingi ya kuamsha jukumu. Misingi ya kuamsha nini, wana wa Mungu? Jukumu. Haleluya. Jambo la kwanza kwenye hii misingi ya kuamsha jukumu, jambo la kwanza, kutambua kusudi.
Ili niweze kuliamsha jukumu, lazima niwe nimetambua nini? Kusudi la kuwa sehemu fulani. Kwa nini nimeenda sehemu fulani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikitambua kusudi la kuwa sehemu fulani, na liamsha lile jukumu ambalo napaswa kulifanya kwenye hilo kusudi ambalo limenipeleka mahala fulani. Jambo la kwanza, tambua nini? Kusudi. Alafu andika hivi: jua kile ulichoitiwa kufanya au kipawa chako. Jua kile ulichoitiwa kufanya au kipawa chako. Maana yake tukisema jua kile ulichoitiwa, ndo tunazungumzia nini? Kusudi. Na kwenye kusudi ndo kuna kutambua nini? Maana yake nikishajua kipawa, kile kipawa nakiingiza kwenye nini? Kwenye jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni sawa na mtu ameenda shambani kulima, ana jembe na tayari anajua ameenda kufanyaje. Maana yake cha kufanya pale ni kuanza kulima, ana lile jembe ndo tufanye kama kipawa. Tuko sawa sawa? Na baada ya muda ukienda ukimtembelea huyo mtu utaona kuna kazi fulani ameifanya. Kama ni kupalilia, amefanya hiyo palizi kwa sehemu kubwa. Kwa nini? Kilichomsaidia kufanya hiyo kazi ni lile jembe. Kwa hiyo tunatolea mfano kwamba jembe ni kama kipawa. Ni sawa eh? Kwa hiyo kile kipawa kikiingizwa kwenye jukumu, kunaanza kuwa na matokeo kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza, tambua nini? Kutambua nini? Kusudi. Kwa nini niko duniani? Nini kilichonileta? Kwa nini Mungu amenileta wapi? Anataka nifanye nini? Sasa ile nifanye nini ndo unaanza kugundua vipawa. Vile vipawa ndo vitendea kazi vya kuviingiza kwenye nini? Kwenye jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Biblia inasema hivi: kabla sijakujua, kabla sijakuumba katika tumbo na alikujua. Amen. Kabla sijakuumba katika nini? Katika tumbo na alikujua. Sasa Mungu amemjuaje Yeremia? Maana yake amemjua Yeremia kama roho kabla hajaja kuingia kwenye tumbo la mama yake. Tayari mbinguni wanamjua. Kwa hiyo hata anayesababisha au anayefanya Yeremia mpaka aje kwenye tumbo la mama yake ni Mungu mwenyewe. Ameruhusu aingie kwenye hilo tumbo, azaliwe kwa ajili ya kuwa nabii wa mataifa. Sasa ni hatari kama Yeremia atazaliwa ni nabii wa mataifa alafu aanze kuwa mkulima. Shangaa siku nzima anatabiria nini? Tabiria shamba tu. Anatoa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake Mungu anayeruhusu mtu azaliwe, kumbuka anasema amemjua kabla ya mimba yake kufanyaje? Kabla hajawa kwenye tumbo la mama yake. Maana yake anamjua kama roho. Kumbuka roho zote zinatokana na nani? Zinatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunajifunza kitu hapa. Sasa na tunakuja kujifunza hapa ule mstari wa 10. Ule mstari wa 10 ndipo Mungu sasa anamwambia angalia nimefanyaje? Nimekuweka. Maana yake kuna mahali pia amewekwa, sehemu fulani, location fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale alipowekwa
Maana yake kinachomfanya aweze kutimiza wajibu ni kile kilichowekwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Mungu asingemweka Yeremia sehemu kama anajua alichokiweka akiwezi kuendana na pale alipomweka. Si kama unanielewa ninachosema? Yaani Mungu hafanyi kazi ya kubahatisha. Mwambie jirani yako, Mungu hafanyi kazi ya kubahatisha. Maana hujamwambia kwa sauti. Na ili mimi nisibahatishe maisha, lazima nifike mahala fulani niwe na ushirika na Mungu asiyebahatisha. Unaona hapo anamwambia, tazama, angalia nimekuweka. Yaani maana yake Mungu habahatishi mahali alipomweka Yeremia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana wana wa Mungu? Mungu hajaibahatisha na Mungu sio mbahatishaji. Mungu akikwambia wewe ni fulani, tii, kwa sababu yeye alikujua kabla hata hujatunga kwenye haujahamia kwenye tumbo la nani? La mama. Haleluya. Yeye anakujua tokea mbinguni. Kwa hiyo itakuwa ni hatari sana mtu ambaye anakujua na yeye ndo amekuumba wewe ndo uanze kumuongoza. Kwamba Mungu, naomba mimi sasa unisikilize Mungu. Mimi ndo najua kilichonileta duniani. Anakuambia wewe nisikilize kabla hujawa haujaumbika kwenye tumbo la mama yako. Mimi nakujua kama roho. Ukiwa wapi? Na mimi ndo nimekuumba wewe, kwa hiyo nisikilize mimi muumba wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani hujasoma maandiko yanasema mimi ndimi Bwana nikufundishaye ili upate nini? Faida. Haleluya. Ni hatari mtu akisha kuwa duniani ndo anamwambia Mungu, anamuelekeza. Kwani Mungu unaonaje ningefanya tu hivi? Mbona mimi naona sawa tu? Machoni pako wewe, Biblia inasema njia za mtu ni nini? Ni safi machoni pake yeye, lakini sio mbele za nani? Sio mbele za Mungu. Kuna mambo unaweza ukayafanya wewe ukayaona ni mazuri kwako, lakini mbele za Mungu yamkini sio kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa sasa? Sasa fikiria labda Yeremia ni nabii, alafu aanze kuwa dereva wa mabasi yanayotokea wapi? Dar es Salaam kwenda wapi? Mwanza. Mbinguni anasomeka ni nabii, lakini amekuwa nani? Yaani sana kitu ambacho kimekuwa, yaani unajua kitu fulani kikikaa ambapo sio mahala pake kinakuwa nini? Kinakuwa uchafu. Si kama unanielewa sasa? Chochote ambacho kikaa sio mahala pake. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu yeyote ambaye anatembea nje na kusudi, maana yake anakuwa yeye tu. Kwa sababu location inasoma ni nabii, awe sehemu fulani, labda Ununio au sijui sehemu fulani, sijui Kibamba, labda ndio Mungu anataka mtu akaanze kazi sehemu fulani. Ingawa kuna watu ambao wanaanza kazi ya Mungu kwa imani, kwa sababu ya lile andiko nalosema enendeni ulimwenguni mote. Lakini kuna watu kabisa mtu anapewa maelekezo na Mungu kwamba wewe nataka uende Mwanza, wewe nenda sui Arusha. Sasa mbingu zinataka mtu awe Arusha au awe Dar es Salaam, alafu yeye anasema mimi napapenda Mwanza. Yaani mtoto anaanza kumpangia baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunajifunza kitu hapa. Jambo la kwanza, wana wa Mungu lazima ufanyeje kwenye misingi ya kuamsha nini? Jukumu. Jambo la kwanza lazima uelewe nini? Kutambua kusudi. Kwa sababu nikitambua kusudi, maana yake kwenye hilo kusudi kuna wajibu, kuna jukumu. Haleluya. Tupo sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Mfano, mimi najua kabisa saa 12 labda natoka naenda shambani. Kilichonipeleka shambani, kama bado ni wakati wa kupanda mbegu, maana yake nimeenda kupanda hizo mbegu. Sasa nikifika pale nitachukua hatua ya kuanza kupanda nini?
Kama ni wakati wa mavuno, kilichonipeleka hapo, kusudi la kunipeleka ni kwenda kufanyaje? Kuvuna. Siwezi kuanza kupanda nini? Mbegu, kwa sababu ni wakati wa kufanyaje? Wa kuvuna. Haleluya, Mungu atusaidie kuelewa. Naomba tuende kwenye Zaburi 139 mstari wa 15 mpaka wa 16. Zaburi 139 mstari wa 15 mpaka 16. Nitasoma. Soma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema hivi, mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri. Amen. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Mstari wa 16, macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Haleluya. Kumbe mimi ninapojua ya kwamba sijaja kwa ajili yangu, Paulo anasema si mimi tena ninaishi, bali Kristo. Ninapotambua kwamba sijaja kwa ajili yangu, maana yake kuna mtu amenituma. Biblia inasema panitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Haleluya. Kumbe nimetumwa. Je, aliyenituma anataka nifanye nini? Hapo ndipo patakapozaliwa nini? Jukumu, kutokana na kusudi la kutumwa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na mtu anayemwambia mtu, labda anamwagiza naomba uende dukani. Kwenda dukani ni jambo moja, na kufika dukani na kwenda kuchukua ulichoagizwa dukani ni jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu anaponiambia nenda dukani, maana yake kuna maelekezo ananipa. Nikishafika dukani, kuna jukumu gani la kufanya? Kuna wajibu gani wa kufanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kuongea kwa mifano ya kawaida tu ili tupate mwanga fulani, nuru ituzukie katika jina la Yesu. Haleluya, amen. Sasa huyu ndugu anasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Yaani macho ya Mungu yalimuona huyu ndugu kabla hajakamilika, yaani kabla hajaungwa na mwili akiwa roho. Macho ya Bwana anamjua kama roho, wanadamu hawamjui bado. Ndio maana tukifika mahala hata wazazi wangekuwa wanaelewa hizi siri, wasingekuwa wanalazimisha watoto wao kufanya jambo ili mradi tu mzazi anataka. Lakini sasa tunarudi pale pale, kwa sababu unakuta kwa sababu ya maarifa watu hawajui. Mungu asaidie sana. Na kadiri mtu Biblia inasema ambavyo hajui anatembea wapi? Gizani. Kwa mfano, ifika mahala tu wazazi waanze kutafakari kwamba huyu mtu sikuwa na matarajio kwamba yani ni mzazi gani ane nje na hii teknolojia ya kwenda kupima siku kujua amebeba mimba ni ya mtoto wa kike wa kiume. Bwana Yesu atusaidie sana. Nje na hiyo teknolojia kuna mtu ambaye alikuwa anaweza kujua kwamba amebeba mtoto gani. Yaani atakuwa anahisi tu huyu atakuwa wa kiume, huyu atakuwa wa kike huyu. Na umewahi kusoma maandiko bila sema ni nani anayejua namna mifupa ya mtoto mchanga inavyokuwa tumboni mwa mama mjamzito? Maana yake ni kazi ya Mungu. Sasa kama yote, unajua pia ukitaka kufika mahala uwe mnyenyekevu,
maandiko kama ni ya muhimu sana kuyasoma. Usipojua vitu kama hivi, huwezi kuwa mnyenyekevu. Yaani utakuwa ni mtu unayeshindana na Mungu tu. Mungu niache nifanye mambo yangu kwanza, najua na majukumu yangu. Anasema ulinijua kabla sijakamilika. Maana yake mimi yaani hata hichi ninachokifanya ni kwa sababu yako wewe Bwana. Haleluya. Siwezi kusema kwamba mimi najiweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Praise the Lord. Hivi si hapo tu unaanza kuwa na, yani kuna hali fulani ya unyenyekevu inajengwa ndani yako. Tufanye basi, je, wazazi wetu walikuwa wanatujua tukiwa roho? Kuna mzazi wa mtu hapa ambaye alimjua mtoto wake akiwa roho, yani mimi bwana nilikuwa nakujua ukiwa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza hata hiyo roho yenyewe wakati inaingia ndani ya huo mwili, nani anayejua? Huo uhai, hiyo pumzi ya uhai, nani anajua kwamba leo ndio huyu mtoto sasa anapuliziwa anakuwa hai? Hivyo ni miezi mingapi? Ndio mtoto anaanza kurukaruka. Eti wa mama na wadada. Miezi 4 au 5 au 3, 4 ndio anaanza kuruka. Kwa nini huwa kinafanyika sasa? Rohoni. Ndio ujue huyo Mungu. Alafu baadaye mifupa. Yaani nianza damu, mifupa, anakuwa mtu kabisa. Wakimwangalia wakipima hivyo anamuona yule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sawa. Kwa hiyo tumeona jambo la kwanza kwenye misingi ya kuamsha nini? Ya kuamsha jukumu ndani ya kusudi. Jambo la kwanza ni kutambua kusudi. Haleluya. Jambo la kwanza ni kutambua nini? Kusudi. Oh Jesus. Jambo la kwanza ni kutambua kusudi. Tutafafanua kwenye hivi vipengele, kwenye hii pointi ya kwanza tutafafanua. Sasa hebu andika tu hatua za kufahamu kusudi lako. Hatua. Kuna mtu anaweza akasema sasa nitatambuaje kusudi langu? Hatua za kutambua nini? Hatua za kufahamu kusudi lako. Kujitambua. Andika hivyo kujitambua. 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 Alafu andika hivi. Angalia vipawa na uwezo ulio ndani yako. Yaani kuna nini unacho, umebeba nini? Hiyo ndio kujitambua. Tupo sawa sawa? Kwa hiyo ili nijitambue au ili nitambue kusudi langu la kuumbwa kwangu, maana yake nafanyeje? Naanza kuangalia nina vipawa gani ndani yangu, nina uwezo gani ndani yangu. Maana yake hivyo vipawa ulivyo navyo ndio uwezo wako wa kufanya uwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu yote ambaye hajawahi kujitambua, hajawahi juaga amebeba nini, ni mtu wa kawaida sana. Kwa nini? Kwa sababu hajawahi kuamka aanze kufanyia kazi hicho alichojipata, alichojitambua. Tupo sawa sawa? Hakuna siku utakuwa mtu wa maana kama hautachukua hatua ya kujitambua kwamba umebeba nini na ukaanza kuliamsha hilo jukumu la hicho ulichobeba. Yaani utakuwa ni wa kawaida tu. Kuna mtu anadaka point ya muhimu hapa.
Yaani kinachokufanya uwe fulani, huyu ni fulani, ni kila alichotambua, alichobeba, vipawa ama uwezo ulioko ndani yake, anaanza kuutumia. Ndio unaanza kumtofautisha. Okay, kumbe huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani. Ndio maana watu wanashangaa, wazazi wanasema tukujuaga kama ana hiki kitu. Manake wamejuaje? Baada ya huyu mtu mwenyewe kujitambua na akaanza kutendea kazi kile alichofanyaje, alichojitambua kwamba ana nini ndani yake, ana vipawa gani, ana ujuzi gani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Ana uwezo gani wa ndani? Unajua kuna watu wanazaliwa, ukija kujumlisha na Roho Mtakatifu, kama kina Bezaleli mwana wa Uri. Mimi naamini huyu jamaa hata namna alivyozaliwa hakuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kweli Mungu anabadilishaga, lakini kuna majitu fulani nje tuna, kabla hata hajajazwa na Roho Mtakatifu, unaona kabisa kuna uwezo fulani. Huyu mtu akiwa na Roho Mtakatifu sitakuwa ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Hatua ya B yake andika omba na tafuta. Omba na fanyaje? Tafuta. Maana yake nini? Maana yake tunamaanisha kumuomba Mungu afanyeje? Kumuomba Mungu akufungulie njia na kukuongoza. Amen. Kumuomba Mungu akufungulie nini? Njia na kufanyaje? Na kukuongoza. Tutakuja kugundua mahali fulani kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 2. Ngoja tusome ile andiko tuone namna hawa ndugu ambavyo walijipata, walijijua baada ya kuwa Roho Mtakatifu amesema nao. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 2 anasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Walipokuwa kwenye ibada, walipokuwa kwenye maombi, hapo ndipo watu wanapata kuangaziwa. Unaweza ukamsikia Mungu anasema na wewe, unaweza ukapata andiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye nini? Kwenye maombi. Hapo ndipo mtu anaweza akasikia Mungu anasema naye kwamba wewe, nimekuita kwenye jukumu fulani, kwenye kusudi fulani. Nje na hapo unajua mambo ya kawaida huwa yanabakiaga ya kawaida. Mambo yaliyoko sirini, kama Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10, ametufunulia kwa Roho wake. Maana yake chochote ambacho kinahitaji kufunuliwa kimefichwa. Lazima niwe kwenye eneo la kufunuliwa. Si kama tunaelewana sasa? Chochote ambacho kinahitaji kufunuliwa kimefichwa, na ili kifunuliwe lazima niwe kwenye location ya kufunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima niwe kwenye mazingira ya kufunuliwa kilichofichwa. Sasa mambo ya Mungu huwa tu yafunuliwi tu kwamba Mungu anaongea tu. Anataka pia unapomwendea, yani kunaleta hali fulani ya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wa ndugu, kumbuka Paulo alishakutanaga na Yesu. Huyu Sauli alishakutana na nani? Lakini kuna kitu hapa ilikuwa anahitaji kuelekezwa. Ni kweli wako na mitume pamoja, lakini kuna jambo ambalo anahitaji aelekezwe. Yeye na nani? Na Barnaba, kwa kazi ile ndio waitie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Praise the Lord. Jambo la tatu kwenye hizi hatua za kufahamu kusudi lako.
Jambo la tatu au C, sasa andika namba C hapo, herufi C. Tenda kwa imani. Andika hivyo, tenda kwa imani. Yaani anza kwa imani. Nilikwambia kuna watu wanaenda kufungua labda kanisa sehemu kwa imani, yaani hajasikia sauti wala nini, ila yeye tu anaamini tu ni kazi ya Mungu, ana mipango, ameweka mikakati yake vizuri, ni muombaji, anaanza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta wengi, kwa mfano hao hapa tunaona tayari walishaanza, si kana kwamba walikuwa hawajaanza kufanya kitu hao. Sasa kule kwa imani wameanza, baadaye ndipo Roho Mtakatifu anaachilia sasa kusudi la kwao kabisa, ile kimaalum wanapaswa waelekee wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tenda kwa imani, alafu andika hapo mbele hivi, anza kufanya kile kinachogusa moyo wako kwa ajili ya wengine. Anza kufanya kile kinachogusa moyo wako kwa ajili ya wengine, yaani isiwe kwa ajili yako tu. Kianzie kwako, kiguse moyo, alafu kwa ajili ya, yaani mlengo wake uwe ni kusaidia watu. Ndivyo mfumo wa ufalme wa Mungu ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anza kufanya kile ambacho kile kinachogusa nini? Moyo wako kwa ajili ya wengine. Kianza kugusa moyo wako, ndipo kiguse na wengine. Unajua kitu ambacho hata wewe hakikugusi ni kitu cha kawaida sana. Chochote ambacho utakifanya kikiwa katika mguso, kinagusa moyo wako, utakifanya kwa mzigo, utawajibika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha kwenye hizi hatua tatu ni za muhimu sana kuzitendea kazi kwenye kutambua nini? Kusudi. Kwenye kutambua kusudi. Haleluya. Wangapi mpaka hapo wameelewa sasa kwamba hautaniuliza tena, hivi nitajuaje kusudi langu? Wangapi wamepata mwanga sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usije ukasema tena, hivi baba nitajuaje kusudi langu? Nimekupa hapa hizi hatua ngapi? Hatua tatu, mwana wa Mungu. Amen. Hizi hatua tatu zinakupa mwanga wa wewe kufanyaje? Kutambua kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay. Tusonge pointi ya mwisho hapa, ni ya mwisho kwa leo, lakini kwenye misingi ya kuamsha nini? Jukumu ndani ya kusudi. Tuende kwenye hii pointi ya pili kwa leo, tutamalizia nayo, alafu Mungu akitupa neema tena tutakuja. Pointi ya pili inasema kuondoa hofu. Kuondoa hofu. Ili uweze kuliamsha kusudi, uweze kuamsha jukumu ndani ya kusudi, lazima ufike mahala pa kuvunja, pa kuondoa nini? Hofu. Si unajua tena, kuna mtu unaweza kama unataka kufanya jambo fulani, jukumu fulani, kuwajibika mahala, lakini ikainuka hofu. Inakwambia unajua wale watu ni manefili, majitu, wewe utajiona kama panzi. Si kama unanielewa sasa? Sasa hakuna siku utaweza kuzaa kitu, hakuna siku utaweza kutimiza hilo jukumu kwa sababu ya hofu. Andika hivi, acha kuogopa kushindwa ili uweze kuanza safari yako. Acha kuogopa kushindwa ili uweze kuanza safari yako, yaani ya wajibu fulani, jukumu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari umeshatambua una kusudi. Sasa kwenye kuanza nini hilo jukumu, napo kunahitajika kushinda nini? Kuondoa hofu. Amen. Haleluya.
Isaya 41 mstari wa 10. Tuende kwenye andiko la Isaya 41 mstari wa 10. Unajua hofu imeua wengi. Nikisema imeua wengi simaanishi kufa tu kimwili, ila ninaposema imeua wengi kwenye maeneo mbalimbali ya maisha, huduma, familia na nini. Yaani mtu kadiri anavyoogopa ndivyo ambavyo sasa hawezi fanya kitu. Kumbuka kwamba unapoanza kufanya, unapotambua kusudi, hilo kusudi ni la Mungu, yeye ndo amekupa. Maana yake kuna msaada ambao atauachilia kwako. Kuna namna yeye mwenyewe ukisoma lile andiko la Yeremia 1 pale ukianzia mstari wa 4, Yeremia anasema itakuwaje? Mungu anamwambia usiogope, niko pamoja na wewe. Ili mradi tu umekubali ili jukumu, umekubali ili kusudi, uko tayari kuwajibika, niko pamoja na wewe, usiogope. Haleluya, haleluya. Isaya 41 mstari wa 11, mstari wa 10 anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu na nitakusaidia, na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Unaona, hili jambo la kwanza anasema usiogope. Kumbe hofu ni adui wa mafanikio. Hofu ni adui wa nini? Wa mafanikio. Hapa anapomwambia usiogope, maana yake anajua hofu ikitangulia hakuna kitu mtu anaweza kufanya, kwa sababu hofu inapompata mtu inaenda kushughulika na hali ya moyo. Mungu asaidie sana. Hofu inashughulika na nini? Hali ya moyo. Kumbuka, mtu akikwambia siogopi, kule kutokuogopa huwa kunaanzia ndani. Yaani kuna roho iko ndani yake, aidha ni ya Mungu au roho nyingine. Si kama unanielewa? Kuna mtu anaweza akawa asiwe na roho, hana roho ya Mungu, ila ana roho nyingine inayompa ujasiri kwenye mambo fulani. Mfano wa chawi. Yaani anaweza kabisa anakuhakikishia wewe, umeanza kunizoea, nitakuonyesha. Kuna roho fulani ndani yake inayompa ujasiri